Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo, leo tumetembelea mradi wa ujenzi wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Mzumbe ambako chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ziara yetu ni maandalizi ya vikao vya bajeti vya Bunge, ambapo katika vikao hivyo huwa tunafanya tathmini ya utekelezaji wa mwaka wa fedha wa bajeti kwa 25-26 na mwaka wa fedha kwa ajili ya maandalizi ya makadirio ya mwaka wa fedha 26-27. Katika mradi huu tumeona majengo mengi ambayo yalitakiwa kujengwa yameshajengwa na yamefikia hatua ya finishing. Changamoto kubwa ambayo tumeikuta katika mradi huu ni huduma za kijamii, huduma kwa maana ya barabara za kuingia chuoni na ndani ya chuo chenyewe, lakini huduma ya maji, lakini vile tunaona mazingira kwa ujumla bado hayajawezeshwa kwa ajili ya watu kuja kuishi na shughuli za kitaaluma kuendelea katika eneo hili. Kwa hivyo moja ya kazi ambayo tunakwenda kuifanya ni kuhakikisha kwamba hizo huduma za kijamii zinaletwa na zinakamilika kwa ubora wake na katika viwango ambavyo vinakubalika, kwa sababu chuo kikuu ni taasisi kubwa na itakuwa taasisi ya kimataifa. Sasa kwa muonekano wake inatakiwa kuwa na sifa ambazo kwa kweli zinakubalika kitaifa na kimataifa pia. Sisi kama Kamati ya Kudumu ya Bunge ambao tumekasimiwa kazi ya kuchakata bajeti ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, tutakuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunahakikisha serikali inaleta fedha iweze kukamilisha chuo hiki hata na vyuo vingine ambavyo tunaendelea kuvitembelea katika ziara yetu hii ya kibajeti. Hii campus inajengwa chini ya mradi unaoitwa Higher Education for Economic Transformation, yaani elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi. Ni fedha za mkopo wa gharama nafuu sana za Benki ya Dunia. Zilivyofika mwanzoni zilikusudiwa zijengwe katika vyuo vikuu pale ambapo vipo. Kwa mfano hela zote hizi zingejengwa pale Morogoro, Mzumbe, lakini baadaye rais wetu akaagiza kwamba hizi fedha zigawanywe, nyingine zisambae katika mikoa ambayo haina kampasi ya vyuo vikuu. Kwa hiyo hapa Tanga, Mzumbe ndio amepewa eneo, na napenda kushukuru sana uongozi wa mkoa wa Tanga, viongozi wote wa kuchaguliwa mkoa wa Tanga, wabunge na madiwani, kwamba walipigania kutoa eneo kubwa sana kwa ajili ya kujenga kampasi hapa Mzumbe. Sasa hapa ujenzi mmeuona unaendelea, mmepata taarifa, mmeipata vizuri. Lakini ningependa nizungumzie kidogo kuhusu uongozi wa halmashauri ya Mkinga, na hasa mwenyekiti wa halmashauri ya Mkinga. Ametuambia ametenga eneo la kutosha hapa kwa ajili ya kujenga mji wa wanazuoni, academic city, mji wa kitaaluma, kwamba pamoja na kwamba tuna kampasi hii inajengwa hapa nayo ni kubwa, lakini wanataka waone kampasi nyingi zaidi zinajengwa hapa, kiasi kwamba ukiingia hapa utakuwa unakuta vyuo vikuu vina makampasi ya aina mbalimbali. Na vilevile wametenga maeneo hata sisi ambao tumekuja hapa, kama tunawekeza katika elimu na kama tuko serious katika kuwekeza, tuje tuwekeza. Mwisho kabisa, napenda kwa kweli nitoe shukrani zangu za dhati kwa kamati yetu ya Bunge ya Kudumu chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Husna Sekiboko pamoja na wajumbe wote kwa kuja kutembelea maeneo haya. Wametupa maelekezo mazuri ya kufanyia kazi. Napenda vile kushukuru sana uongozi wa mkoa wa Tanga kwa ujumla wake kwa mapokezi mazuri ambayo wameandaa kwa kamati ya Bunge na sisi wote ambao tumekuja kutoa taarifa kwa kamati ya Bunge. Kwa hapa kwa maana ya campus hii ya Mkinga, fedha ambazo zimetengwa hapa ni bilioni 16 fedha za Tanzania, equivalent kama milioni 7 dola za Kimarekani kwa ajili ya kujenga kwa kuanzia mradi maeneo 7 muhimu, ambapo ni ujenzi wa jengo la taaluma academic complex, lakini pia ujenzi wa zahanati, mabweni ya wanafunzi na eneo la cafeteria, lakini pia nyumba za watumishi na miundombinu pia ya maji. Tumetengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi ya eneo hili, ambapo tutakuwa na miundombinu mingi ya kutosha. Mradi huu kwa sasa umefikia 80% kwa wastani, na tunategemea ikifika Mei mwaka huu tukabidhiwe huu mradi, na tutakapokabidhiwa mradi tutaanza maandalizi ya kuanza kudahili wanafunzi, na kwa mujibu wa mpango ambao tunao kama chuo mwaka ujao wa kitaaluma unaoanza Novemba mwaka huu, tunatarajia kuanza kudahili wanafunzi kwa mara ya kwanza kwenye program tofauti. Na program ambazo tutadahili hapa ni zile ambazo tumezifanyia utafiti kwa maeneo haya ya Tanga, ambazo zina meet soko la Tanga, lakini pia shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi za hapa Tanga, ikiwemo shughuli za utalii, mambo ya mazingira, mambo ya teknolojia na kadhalika. Lakini pia kwenye mpango wa kati tunataka tuanze programs ambazo zinahusiana na mambo ya kilimo. Lakini shukuru pia ujio wa kamati hii, lakini pia waziri Mheshimiwa Waziri Mkuu tarehe 15 mwezi uliopita
ambapo wamejionea wenyewe na kuonesha support kwamba kupitia serikali pia na kupitia bunge wataweza kusapoti ujenzi wa kampasi ya Tanga.